Yeah, by the way, tuko na tajiri Wile kutoka Mahewa Record. Yeah, lakini pia Venti Skills. Hiyo Venti inakuaje mzee? Bwana kwema, ni vipi mzee? Shwari, uko poa? Shwari. Baridi? Kama kawa. Bana, karibu sana mwanangu. Shukrani sana. Kwanza Record. Yeah. Oh yeah. And tuko na Oles. Yo Oles, inakuaje mwanangu? Ni poa kabisa. Shwari. Yes, shwari. Mawinguni kule wanasemaje? Shwari, Mungu ni mwema. Au vipi bana? Yeah. Production jamani inalipa sana. Ndio maana miaka mingi bado tunaona na mnazidi kung'aa. Production inalipa sana Kwa upande wangu inalipa. Okay. Maana kama kazi inaweza kukupa mke, ikakupa kibanda, ikakupa kipato, kiukweli sijutii, naifurahia kazi yangu ya muziki. Okay. Yeah. Wile, mara ya mwisho tulipoongea ulikuja hapa kwenye Mega Mix, nakumbuka ilikuwa ni mwaka jana. Yeah. Tuliongea hapa ukasema unaelekea kuacha kufanya production na utakuwa unafanya for love. Ukisema kwamba kwa kipindi kile ulikuwa hauoni tija ya wewe kufanya production. Ukasema mimi sasa hivi kama nitafanya muziki nitafanya for love. Leo unatuambia inalipa. Nyakati zinatofautiana. Okay. Ukisema ikulipe vile ambavyo unataka, yani tuseme, si nisemeje, yani kwa upande mwingine naweza nikasema studio kama studio imenipa ramani, imenipa njia nyingi sana. At the same time unakutana na changamoto ngumu za kazi, hasa wasanii. Kuna wakati wanakukatisha tamaa. Itakufikia mara utajutia, utajisikia vibaya. End of the time kuna wakati unaacha mambo mengine yaende. Mimi sasa hivi nimechagua kurudi kwenye njia ile ya game ambayo nilikuwa naifanya mwanzo, na naona nina nguvu ya kuifanya kwa ubora zaidi. Na nashukuru. Kuna wakati nilikuwa disappointed sana, nikasema kwa nini nifanye kitu kimoja? Kwa nini nisifanye na vitu vingine? Kweli nijitahidi, lakini unajua kipendacho roho. Imefikia time kwamba so issue, ngoja nifanye, na naona nikigusa watu wanakubali, watu wana respect. Sasa kwa nini nijibane? Kwa hiyo nimeshukuru pia kuhamia eneo ambalo ni rafiki zaidi na mimi, kufanya kazi kwa uhuru muda wote. Okay. Kwa hiyo all the time sasa hivi utanikuta studio napambana na kazi ya muziki. Okay. Studio imehamia wapi ambayo ni rafiki unasema? Mkundi. Okay. Kuna kituo kinaitwa Kona Kubwa. Ukishuka tu pale unaona bango la studio. Okay. Yeah. Makubwa. Una sifa nzuri of course kwenye kiwanda, kwa sababu umeleta wasanii wengi sana ambao ni wakubwa, na sio tu Tanzania, hadi nje. Unajua kuna ngoma zako ambazo zilienda sana, kama hii ngoma ambayo ilikutanisha mastaa wa Moro, ni moja kati ya track ambayo ilikuwa mfano mzuri, tukaona mikoa mingine wanafanya, si ndio? Yeah. Sasa hivi tangu umehamia Mkundi una muda gani? Ni nusu mwaka naenda. Nusu mwaka. Na tangu umeamua rasmi kusema sasa mimi nafanya, naona hii bana haiwezi kunilipa kama ninavyotaka, lakini nafanya, ni muda gani pia? Hebu rudia swali. Yaani si umesema kuna kipindi ulikuwa unataka kuacha? Yeah. Sasa ulipoamua ukasema bana mimi acha nifanye kwa sababu hii naona haiwezi kunilipa ninavyotaka, lakini sina budi, nataka nifanye. Ni muda gani unayo? Ume nini? Yaani uliamua baada ya kuhama au kabla hata hujahama? Hebu rudia swali tena. Come on. Sawa, huyu bwana Wile ndio namuona huyu. Bana skuli vizuri. Yeah. Kabisa. Sasa nasemaje? Uliamua kufanya mziki rasmi pale ambapo ulikata tamaa ukasema bana hii ngoja niache. Ulipoamua mara ya pili kusema bana hii niondoke nayo. Uliamua ulipohama hapa au kabla hujahama? Kabla hujahama. Kabla nilishapangilia, maana nilikuwa na changamoto nyingi sana. Nilikutana na yani siwezi nikaelezea. Maana nilikuwa nauguza mama mzazi akanitoka. Nikawa na ubizi wa changamoto za location ya ofisi. Kwa hiyo baada ya zile rapsha nyingi, nikasema kwa nini? Alafu wakati huu bado simu nyingi, bado naulizwa, basi hebu ngoja nirudishe akili yangu katika muziki. Nashukuru nilichokiwaza kabla kikaja vile, Mungu akanisaidia kikaja vile, nikapata eneo zuri kule. Nashukuru nilipata eneo kali, eneo zuri ambalo najidai na enjoy na utulivu wa kutosha. Kwa hiyo baada ya kuhamia kule nimeona nazidi kuwa na nguvu na morali sana ya kukaa na kufanya kazi. Okay. Kwa hiyo yale maombi na jinsi nilivyotamani iwe ikaja automatically. Kwa sasa hivi muda mwingi unanikuta niko ofisini nafanya kazi. Yaani nasema ile ulileta vichwa vingi sana kwenye kiwanda cha muziki. Namshukuru. Sasa hivi kuna huo mkakati upo wa kuja na namba nyingine ambazo zitakuja mainstream. Kwa sababu Morogoro pia tuna uhaba wa kupata mtu ambaye anaenda mainstream. Huko na nimeshaanza na kuna baadhi ya kazi
ziko mkononi tayari. Kwa hiyo namshukuru Mungu na malengo, japo nilikatishwa tamaa tena juzi na watu kuvunja ofisi na kufanya uhalifu. Lakini nashukuru bado niko strong, nimerudisha vifaa tena, nimenunua vingine. Okay. Na nina projects zangu zile ambazo ni muhimu sana, nimeziweka kipaumbele, naendelea kupambana nazo. Kwa hiyo Mungu atajalia mambo yatakaa vizuri. Okay. Mimi taarifa niliona ile ya kuibiwa na niliona kupitia Good Media. Ilikuwaje? Mwanangu, yani wana sio wana. Yani ilinipa shock sana kwa sababu nilisafiri kidogo. Ya baada ya kurudi narudi na furaha zangu na mipango yangu na vibes zangu, yani nishapangilia vyangu vingi sana. Kama nikifika ofisini nitaanza moja, nitafanya mbili, nitafanya tatu. Unafika unafungua mlango, una amani, unaona reception imetulia, naingia sasa ndani mwanangu. Noma. Nakuta vitu hamna, uko wazi. Yani nikajikuta kama mwehu yani. Bana. Nikakaa chini, nguvu zikaniisha, nikalegea. Lakini baadaye ndio nimeibiwa au naota, unajua ile. Hivi niko usingizini. Lakini ndio hivyo, ni muda baada ya muda nikaendelea kukubaliana na hali. Walinifanyia uhalifu mbaya, nikatoa taarifa kwenye mamlaka. Ingawa sijapata hata kifaa kimoja, lakini taarifa zipo kwenye mamlaka husika. Na namshukuru Mungu, leo nimelichukulia kama ni changamoto, ila nimejifunza kutokana na makosa. Okay. Kwa hiyo akili yangu imerudi tena ofisini rasmi. Nashukuru nilipambana nikarudishia baadhi ya vilivyopotea. Nasonga mbele. Sawa. Bana, tuko na Venti Skills pia kutoka Kwanza Record. Venti, what's up maniga? Kama mzee. Shwari sana bana. Hongera ya pili kuhusiana na album ya Medibotion. Okay. Ya Bongo. Bana, bonge moja ya album. And tajiri, ulisikia album ya nani? Ya Medibotion? Yeah, nilisikia. Una lolote la kumwambia Venti kama sasa mimi ndo baba? Lazima nimzidishie baraka tu. Akatae, mimi ndo babake bwana. Yani mimi ndo father yani. Noma sana. Namna gani album inatembea? Kama producer najua utakuwa na huo mrejesho. Album mapokeo yako vizuri, tunamshukuru Mungu. Nafikiri imekuwa album ambayo imefanya mauzo mengi kuliko album zingine ambazo za Medi zilizokuwa zimeanza. Kwa hiyo kwenye career yake imemuongezea kitu tofauti. Okay. Bana, bab kubwa. Na nimeona umeachia pia kazi ya Bele 9 Tanzania. Ile ni ya muda mrefu au ya hivi karibuni? Mlirecord? Tumefanya hapa katikati lakini ni mwaka huu. Okay. Bonge moja ya track bana. Hongera sana. Production ya kibabe. And Kwanza Record sasa hivi ulituambia iko na nane? Iko na nane. Okay. Huduma zote zinapatikana kule. Zote zinapatikana zinazohusiana. Bora imekuwa bwana. Lazima tutawanye mji. Bana, usikae sehemu moja, si ndio? Bora tubanane sehemu moja bwana. Hivi mkiama, lakini si kuna namna mnapoteza baadhi ya wateja ambao ni wasanii. Wasanii wanafuata kazi. Kwa hiyo location ambayo utakayomwambia rahisi kufika. Okay. Atakucheki kwa simu au atafanya minsi yote ya kufika. Japo tu kuna struggling ya unapohama location, kupata location ambayo unaweza kuwa na utulivu kama ule ambao ulikuwa nao before. Lakini after yote kazi zinaendelea. Okay. Mambo online yanatubeba sana. Mambo ya? Yaani hizi za online hizi. Tunaishi sasa hivi. Tumia data tu, unapiga mixing, unatuma file. Maisha yanaendelea. Kwa hiyo kukaa sehemu moja sana ukaamua ku shift ni namna wewe utawajulisha watu. Hivi digital pia, ulimwengu wa digital umewasaidia sana producers Rahisisha kwenye vitu vingi. Okay. Ufanyaji wa kazi. Unaweza kufanya project na watu tofauti kutoka sehemu mbalimbali kwa wakati mmoja. Okay. Bab kubwa. Tuko na Oles kutoka Sky. Mzee Sky wanasemaje? Wako poa. Fresh kwenye kiwanda sasa hivi, mzunguko wa ngoma kutoka Sky bana ni kama hauonekani. Shida iko wapi mzee? Upo wapi? Sisi hatu mfano yani issue unajua sasa hivi sijajua kwamba katika watu ambao unajua saizi kuna mtandao au sio? Wakati mwingine unakuta mtu amebezi kwamba labda kazi yake amefanya video, ametupia YouTube account yake. Kwa hiyo unakuta sometimes mtu unakuta anasema mimi bwana saizi sifikiri sana kwanza radio. Nafikiria kule kwa ajili ya maokoto hivi na hivi na hivi. Alafu kuna production, sisi tunafanya ngoma nyingi. Kwa mfano kuna ngoma zingine tunafanya za gospel. Sasa wakati mwingine unakuta unafanya ngoma za gospel
kuna mambo ya kuweka yale machata yale, sijui ukajua hii ni Sky Revolution au ukakuta ametajwa producer ni mimi, unaona. Lakini nafikiri hata juzi kati Lama alikuja studio, nikashindwa hata kuongea naye vizuri. Aliona pale kwamba kwanza nimekaliliwa na watu kidogo wa heshima, alafu nafanya kazi pale. Kwa hiyo zipo kazi kama hizo zinakuwa zinatembea, lakini muda mwingine uwezo ukajua mtu anafanyaje na yani anasambaza vipi. Wakati mwingine unaweza usisikie leo iko radio, mtu mwingine anadili na mitandao ya kijamii. Sasa hizo unajua kila mtu anasema bwana sijui huko kuna hela, bwana tuanzie huku sijui nini, yes. Lakini sasa hata mitandao si unajua haijifichi, tungeona au ndio kama hivyo unavyosema, kazi nyingi pia hauweki sign kwa sababu ni ya gospel, labda unafanya asilimia kubwa ya ngoma ni gospel. Hapana, sio asilimia kubwa ni gospel, lakini hapa katikati ndio nimefanya gospel nyingi. Nimefanya kulikuwa na upepo mwingi sana wa gospel. Akija anataka album nzima. Hizo nyingi. Albamu yani wao kwanza wakija wanakujaga furu, yani sio kwa ajili ya single moja. Anakuja anafanya nyimbo zake, yani nyimbo kama ni msanii peke yake unakuta na labda anafanya nyimbo 6, 8. Hata ikiwa kwaya unakuta wanafanya hivyo nyimbo hiyo. Tajiri yule umeshaanza kuelewa tayari kwamba kumbe tulikuwa tunakusingizia ndugu yangu mwanzoni pale. Nyimbo yani msanii mmoja nyimbo 6, 7, 8 sio mchezo ujue. Na anakusimamia hiyo. Kwa upande wa gospel. Mimi mwenyewe nimekuwa ndo yani napenda sasa hivi kufanya zaidi. Kwa sababu cha kwanza wanarahisisha, wale ni wazuri. Kuanzia mazoezi, uwezo wao, wapigaji vyombo. Yaani unakuja gani wameenea. Kwa hiyo bro anaponiambia gospel ni kitu fulani ambacho unakifanya naye, mfano kama ni ngoma 8, 10. Hauzifanye kwa shida sana. Kama vile ambavyo unaweza kufanya ngoma 3 za muziki wetu, lazima unakuwa makini zaidi. Unakuta watu wa uwezo hawana, producer ndo wanahusika kwa asilimia tuseme hata 80 kuhakikisha ngoma inakuwa ngoma. Lakini wale atakuja huyu bana hivi, yani kuna urahisi, unaona kazi inakuwa nyepesi zaidi. Kwa hiyo kufanya ngoma nyingi kwa wakati kwa muda mfupi ni kawaida sana. Na Oles, kuna kipindi kwako pale palikuwa na wasanii wengi sana. Maana sasa hivi kama unafanya ngoma nyingi za gospel, kwa haraka tunasema vile vipaji vimetafuta pa kwenda. Mimi kwanza kitu kimoja ninachokipenda kwamba nimekuwa na wasanii wengi na bado mpaka saizi na wasanii wengi wa Bongo Flava. Na sio kwamba sifanyi Bongo Flava, yani ni hivyo, nieleweke hivyo. Bongo Flava tunafanya sana kwa wale ambao wanajua au wanaokuja tunafanya nao wanaelewa. Na hawa wasanii kwamba tunakuwa sometime unakuta msanii namsaidia kwa wakati huo anakuwa yuko chini yangu. Lakini panapotokea fursa zaidi, yule mtu simbani mimi kwa sababu sina hela zaidi ya kuweza kufanyaje kumuendesha yule au kumfanya yeye asonge. Kwa hiyo kama kuna namna nyingine anapata njia, namruhusu kwamba hebu jaribu hivyo pia, kwa sababu hata yeye pia akifika mbali lazima ataelewa kwamba bro mchango wake ulikuwa mzuri, sio tu ile kwamba kwa sababu uko chini yangu hivi na hivi unambana msanii sio kufanyaje. Ila kama kuna namna fulani, manake wapo madogo ambao kweli ambao wengine mlikuwa mnawasikia na wengine nilikuwa nawasindikiza hapa au sio. Kwa sasa inapopatikana fursa nyingine zaidi, anapopatikana mtu mwingine mwenye nguvu zaidi, mimi namwambia hapo ni vizuri pia tuweze kumshika na huyu pia au ndio wewe uweze kwenda.